Kwanza nashukuru na tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, lakini kwa namna ambavyo mimi namjua Emmanuel Matias almaarufu kama MC Pilipili, nishafanya naye kazi ya usakaji wa vipaji Tanzania TMT, ilikuwa around kama 2013 hivi lakini baada hapo akawa ameshine sana kwenye shughuli zake za UMC na ushereheshaji katika shughuli mbalimbali kama za event na nini. Kwa ni mdogo wangu. Ulipopata taarifa za msiba wa MC Pilipili, kwanza ulizipataje? Na lakini pia msiba wa MC Pilipili inasemekana kwamba alipigwa. Kama kwa ulipomfahamu, alikuwa ni mtu wa ugomvi ama wa taarifa nilipata kwenye mtandao na uzuri tuna group letu. Kwa hiyo tukahakiki kwenye group, likaja taarifa nikaamini kweli amefariki. Lakini vitu vingine kiukweli ni mkweli sijui. Nipata taarifa tu dai kufariki basi. Ni kumbukumbu gani ambayo huwezi kuisahau kwa MC Pilipili kwenye sanaa hii? Nimefanya naye kazi. Na ndio maana ikija taarifa kama hizi hakunaga mtu ambaye anaweza akapokea tofauti zaidi ya maumivu. Lakini ninachoamini ni kwamba kwa sababu safari yetu ni moja, kikubwa ni kumuombea ndugu yetu. Tutangulie katika Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, hicho tu. Ninachojua mimi MC Pilipili alikuwa mwanzilishi wa aina ya of course kulikuwa kuna watu, lakini yeye alikuja kuamsha vijana wengi sana walika lake kwenye hii stand up comedy. Na ndio maana umekuta watu wengi wanafanya, lakini hata wengi ukiwauliza wanakuambia kabisa kwamba MC Pilipili ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa ni chanzo cha uanzilishi wa stand up comedy Tanzania. Kwa hiyo ndio nakumbuka, na kwa sababu najua ni mtu ambaye anajituma kwenye kazi yake, mtu wa furaha any time kama unapomuona. Kwa hiyo nakumbuka vitu vingi, na pia nimefanya naye kazi kama ambavyo nimekwambia. Shukuru.